Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua laini mpya ya Royal kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya 70% kupiga simu ndani na nje ya nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel, pamoja katika ubora. Vyombo vya habari viliripoti hivi karibuni kwamba mimi pamoja na makampuni mengine ni wadaiwa sugu wa kitu kinaitwa import support. Import support ni fedha zilikuwa zinatolewa na serikali ya Japan kwa ajili ya kusaidia kuimport kwa makampuni ambayo yanataka kuimport kukuza uchumi. Kwa hiyo ndizo hizo fedha. Na nilichotaka Watanzania wajue kwa mimi wala sio mdaiwa sugu, kwanza hilo la kwanza. Na maelezo yake ni rahisi sana kueleza. Kwanza ninakiri kwamba tulikopa 10 million yen. 10 million yen ni currency ya Japan. Na kwa exchange rate ya wakati ule yen moja ni shilingi 10. Kwa hiyo mara milioni 10 unapata shilingi milioni 100 za Tanzania. Sasa milioni 100 za Tanzania haziwezi kuwa mabilioni kama walivyokuwa wanajaribu kuripoti. Na kampuni hii inaitwa Caesar Cold Storage. Ni kampuni ndogo tu. Iko pale wapi hapa Msasani. Karibu na njia inayoenda CCBRT. Basi ndio iko pale na tulijenga ile miaka ile ya 90 kuelekea 2000 kwa sababu ya kuprocess samaki. Tunanunua samaki wa pwani na kuna mitambo ya ubaridi ambayo ukiweka mle una export. Sasa tulijenga facility inayohitaji ambayo inatakiwa na standard za idara ya fisheries. Na kuna vifaa mahususi ambavyo wao vinanunuliwa kwa ajili ya processing ya samaki. Ili tuweze kufacilitate kile kiwanda kadogo hapo, ilibidi tupate fedha kutoka mfuko huu. Na tulipata na tukanunua vifaa kutoka Dubai. Kwa hiyo tulichukua 10 million yen ambayo ni sawa na Tanzania shillings 100 milioni. Lakini katika kuzitumia ilikuwa lazima tuweke deposit ya 10% up front. Na kwa hiyo tuliweka deposit ya 3,000,000 yen ambayo ni sawa sawa na shilingi milioni 30. Kwa hiyo kwa kweli zile ambazo zilikopwa sasa zilikuwa milioni 70 kwa sababu zile 30 almost tulisha zilipa upfront. Kwa hiyo tukakopa hizo, na baada ya kufanya kazi na kile kiwanda tulianza kulipa. Na kwa kweli 70 million tulitumia 60. Yaani 60 zile plus zile 30 zilitutosha kuagiza vifaa vilivyokuwa vinatakiwa. Kwa hiyo hatukutumia 10 million. Kwa hiyo tungekuwa watu wanaotafuta sana hela ya bure, tungetumia na ile 10 million. Lakini tulipoagiza tulivyovitaka vilipokamilika, ile 10 million tukaiachia benki. Kwa hiyo deni letu likawa 60 million. Na tukaanza kulipa na benki inajua, inakubali. Wakati ule business ile ilikuwa inafanya kazi na inaleta hela kidogo. Kwa hiyo tukawa tunalipa. Lakini ilipofika mwaka 2005 mimi nilitoka kwenye ile kampuni nikaenda kufanya kazi ya umma. Nikawa mbunge na waziri chini ya serikali ya Rais Kikwete. Kwa hiyo tukawa tumelipa so much mpaka zimebaki 26 million. Kwa hiyo business ikawa imekoma kwa kukosa management. Kwa tukaanza kukodisha zile facilities. Tumekodisha kwanza kwa Waturuki ambao nao walikaa mle wala hawakutulipa. Na tumepelekana nao mahakamani, bado tunawadai na tumewashinda.
Kwa hiyo tukawa na problem ya kumalizia deni la 26 million kwa sababu wale wanaopanga hawalipi. Sasa unapata wapi source ya kulipa? That was the problem. Tumekwenda hivi mpaka ilipofika mwaka 2015. Wakati ule Waturuki wale wametoka, na katikati hapo ameingia mpangaji mwingine anaitwa Crescent Maji ya Tanga Mzindakaya, akiwa na kampuni yake inaitwa Safi. Ilikuwa inashughulika na biashara ya nyama. Kwa hiyo tukawapa facility, na akakaa kama miaka 5 kama 5-6 hivi, lakini biashara yake nayo wala simlaumu, na ilikuwa hai perform sana. Kwa hiyo akawa naye anashindwa kutulipa. Baadaye 2015 ikabidi tufanye maamuzi, na maamuzi yenyewe ilikuwa kumwambia Crescent, sasa kwa kuwa hulipi, inabidi kwanza tuvunje mkataba, lakini vile vile tuende tukakudai mahakamani utulipe. Tanzania Investment Bank ambao ndio walitukopesha wakaingilia kati, wakasema Crescent Mzindakaya ni mteja wao, na wao wako tayari kufanya brokerage, kuingilia kati ili kuguarantee Mzindakaya kwamba wao watatulipa kutoka kwenye akaunti zake zilizoko za mkopo vile vile kutoka pale Tanzania Investment Bank. Nikasema hiyo nafuu sana, kwa sababu mtu unamdai na benki inasema inakuwa grantor. Mimi nafikiri utakuwa unamwamini grantor zaidi kuliko yule unayemdai. Basi tukakubali. Sasa tukafanyana mahesabu, na mahesabu haya tuliyowakilisha katika proforma invoice hii hapa, ambayo ni kielelezo kinaonyesha kiasi tulichokuwa tunadai, ambacho ni shilingi za Tanzania 189 milioni. Na kwa kuwa benki ilisema yenyewe ita guarantee, basi tukategemea itulipe kiasi hicho cha fedha. Mwezi Novemba 2015 aliyekuwa managing director wa Tanzania Investment Bank, Peter Noni, aliniita Novemba tarehe 30, akaniambia guarantee waliotoa kwa Mzindakaya is intact, wako tayari kulipa, lakini ni lazima niandike barua kwamba na mimi kampuni yangu inadaiwa na benki ile a balance of 26 million. Kwa hiyo akanipa condition kwamba tutakulipa kama utatuandikia barua ya kusema tukate 26 million ili to settle the date na wewe tukupe change. Mimi nikaandika tarehe 22 Disemba 2015. Haya, hizi kwa tuna correspond kwa email, na aliyekuwa anafanya kazi hii kwa niaba yangu ni binti yangu ambaye yeye mwenyewe ni banker, tena yuko katika kitengo cha kudai madeni, kwa hiyo alikuwa anajua kudai na kudaiwa. Tukamwandikia kama ifuatavyo, wewe tuna correspond kwa Kiingereza, maana biashara Kiingereza kinanoga zaidi. Kinasema, how are you? I hope all is well. As previously agreed, kindly remit Caesar code storage payment to NBC Bank corporate branch, account number imetolewa, per your agreement held on November 30th between TIB Bank Managing Director Peter Noni, Caesar code storage Stephen Wasira. TIB Bank agreed to deduct 26 million owned by Caesar or by Wasira. This is the letter. Once the outstanding balance are paid, manually tulikuwa tunataka kuextend mradi mkataba wa Mzindakaya, lakini kwa masharti kwamba hii kwanza ifanye ilipwe ndio to extend. Tukasema once the outstanding balances are paid,
Safi ambayo ndio kampuni ya Mzindakaya and the Caesar Cold Storage would sign a new rental agreement that would stipulate the increase in rent from $1,200 to $1,700 a month, payable up front on a yearly basis, as previously agreed back in July 15, if Safi wishes to continue leasing the facility. Again, I want to take this opportunity to wish everybody a Merry Christmas, kwa sababu tuliandika tarehe 22 siku 3 kabla ya Christmas. Kwa hiyo tukawawishi, tukawaambia wachukue hela yao, na vile vile tukawawishi the best Christmas. Unanipata, nafikiri mnanipata. Sasa tukawa tumemalizana, na baada ya hapo benki ilitulipa na ili transfer from the bank to our account in another bank. Kwa hiyo sasa kilichotokea ni kwamba tulikuwa tunadai 189 million, wao walikuwa wanatudai 26 million. Walipotukata wakatuletea kwenye akaunti yetu ya NBC Bank 163 milioni. Ukichukua 163 milioni ukijumlisha 26 milioni zinakuwa 189. Kwa hiyo deni likawa limefutwa na limeisha. Nafikiri mnanielewa vizuri. Sasa tumekaa tangu 2015, hakuna correspondence kutoka TIB ya kutuambia kuna problem, haikuwepo mpaka 2018 ambayo ni mwaka jana ndio wanatuambia hatujalipa. Habia what? Hatujalipa nini? Tuliwadai 186 million, mkatulipa 163 million. The difference of 26 ambayo ilikuwa balance, zingine tulikuwa tumekwisha kuclear huko nyuma. Sasa ndio tukaanza correspondence upya. Wanataka tuwapelekee ushahidi. Tukawapelekea ushahidi wa invoice ambayo ilienda kwa Mzindakaya, copy kwa Mr. Noni, Managing Director, TIB Headquarters. Hii hapa inaonyesha rent in dollars and the exchange rate at that time. Kuna zile za awali exchange rate ilikuwa shilingi 1600 kwa dola, alafu ikapanda ikawa 2121. Kwa hiyo ukija kwenye T-shillings ndio una arrive kwenye ile amount. Basi sisi tukapeleka ushahidi, kwa sababu wakati wa Noni hayupo, amekuja managing director mwingine anaitwa Singiri na yupo mpaka sasa. Sasa mimi nikatake the trouble kumuomba Singiri niende ofisini kwake nika testify, nimuonyeshe ili ajue nimekwenda, nimekutana naye. Dhani kwa mwezi wa 8 mwaka jana, nikamweleza hii ndio situation. Akawa anashangaa, na mimi nilimwambia Singiri, be sincere, benki inajua sana kudai hela zao, na kama unataka kuwa na ushahidi ukope tu, uchelewe kulipo uone simu watakazo kupigia. Sasa mimi nimeandika barua, authorize benki ichukue pesa, na kweli imenipa less by 26 million. Anakuja managing director mwingine anasema hakuna record kwenye benki kama zilikuwa recorded. Nilimuuliza managing director, hivi mimi ndio nitakiwa kurekodi au mimi nitakiwa kulipa? Maswali ambayo yalikuwa naulizwa yalikuwa awkward. Wanasema nitoe minutes za mazungumzo yangu na managing director aliyepita. Yeye ndiye aliniita. Yeye ana chair, secretary wake anaandika. Kwa hiyo record ya mkutano huo haiwezi kuwa na mimi, itakuwa na benki. Sasa kama benki imepoteza record, mimi niitafute kwa niaba ya benki, niitoe wapi? It's ridiculous. Haya. Kwa hiyo nimewaeleza, baada ya kuona mimi sasa wao wanasema hakuna record, na hii
managing director aliniambia mwenyewe kwa maneno yake kwamba hii benki ilikuwa inaendeshwa vibaya, na walikuwa wanasimamia mfuko huu karibu wote wamefukuzwa. hiyo sasa utasoma between lines. Kama walikuwa na manage mfuko wamefukuzwa na walikuwa hawaendeshi vizuri, unachoweza kuamua ni kwamba labda walikata, badala ya kuweka kwenye benki wakapeleka walikojua wao. Huwezi kutafuta accountability yangu katika jambo hili. Lakini baadaye walipokuwa na insist, nikamwambia kwa sababu benki na sisi hatukubaliani, sisi tunaamini benki mlikata hela zenu. Sasa nyinyi kama mnataka to settle, basi benki inaweza ikapeleka madai yake mahakamani ili court iwe third party. Sisi tutoe presentation yetu na benki present, alafu court iamue. Kama court itasema sisi hatujalipa, basi taenda kuuza ng'ombe tulipe, kama ng'ombe wenyewe watakuwa bado hawajafa. Lakini kama benki itasema kwa kweli imetuelewa, then hapata kuwa na dispute. Basi hiyo ndio story. Kwa sisi tunaamini benki ilishakata hela zao, na kwamba hawakurekodi. It's none of our business. Sisi we are not bankers. Hatuwezi kwenda kwenye benki kuandika kwenye vitabu vya benki. Sisi tulipokatana tukamaliza baada. Lakini tunaihoji benki kama kweli tulikuwa tunadaiwa tangu mwaka 2015 tulipomaliza kusettle, na nyinyi mkatulipa kwa TT transfer ambayo ilienda NBC, na account number ipo ambayo ilipokea pesa zao kutoka kwao. Ikiwa kweli zile hata zile 120 na 186 wangezipuuza, si wangechukua kwenye 163, maana ni 26 milioni. Sisi ndio tungebaki na problem ya kuiambia benki mbona mmekata hela zetu zaidi kuliko, maana wangekuwa wamekata 50 na kitu 52, tungebaki sisi kwenye disadvantage. Lakini hakuna kilichotokea. Sasa baada hapo madeni yote yale yakahamishiwa kwa kitu kinaitwa task force ya Wizara ya Fedha. Lakini kesi yetu ilishakuwa presented kwa benki. Kwa kama walikuwa wanapeleka kila kitu kwenye task force, utegemea benki ipeleke task force na iwaambie hawa si za cold storage, story yao ni hii. Na katika ile task force moja hapo alikuwa kutoka benki, na ambaye tulikuwa naye kwenye mkutano na managing director Singiri. Sasa anafika kula anajigeuza, badala ya kuwa banker anakuwa administrator. Sasa ananipigia simu, Wasira, unatakiwa kwenye task force. Huyo mtu tulikuwa naye jana, uje kutoa maelezo. Nikamwambia, ndugu yangu, wewe ni banker na kujua uko TIB, na wewe wakati tunabishana na kupresent vielelezo wewe ulikuwepo. Sasa umegeuka tena umekuwa serikali badala ya kuwa benki. Sasa ni wale vijana wa siku hizi wenye nguvu. Anasema, Wasira, sasa lazima uje, usipokuja tutakuletea polisi. Nikasema, anwani yangu mimi nakaa Mbweni, Malindi, wala polisi hawatapata tabu ya kunipata, na ikiwezekana waje na pingu, maana I'll be here waiting for them. Lakini baadaye nikampigia Singiri, nikamwambia, this is not the way to go. Sisi wengine ni watu wazima, saved our society vizuri tu, kwa heshima kubwa. Hatukuibia tu wa Tanzania hawa. Huwezi tena kunipigia polisi, unanitisha kwa polisi. Kwa respect nilionayo unaweza ukaleta polisi badala ya kunitia pingu wakanisalute. They know me. They know my record. Ningekuwa mwizi sanga mungesha niandika sana. Mimi sijaiba. Na kukofa sio kuiba. Sijaiba. I've been doing my best. I'm one of the few servants wa nchi yetu ambao unaweza ukatafuta sana scandal usiipate, na mungekuwa nayo mungeshaandika.
Hamna wanafunzi wazuri wa Julius Nyerere. Unaishi tu. Kuna mrenda unalala. Lakini kuiba mwiko. Sasa tena kijana huyo atoka TIB na kwa yeye ni serikali anatutisha. Lakini kamwambia bwana basi siingili, mimi nimemsamehe. Labda niseme yale maneno Yesu Kristo aliwaambia, mwacheni hawa maana hawajui wanachokifanya. That is the story. Kwa hiyo nilichokuja kwenu kufanya ni ku clear my name. And the story is very clear. Kwa hiyo sasa benki, sisemi maneno yangu haya yatawapa pesa. Lakini kama wanataka, they can go to court against me. Mimi sisi tuko tayari kujibu. Maana we have all the vielelezo. Tuna makubaliano na managing director non, na mfanyakazi aliyekuwa pale anaitwa Priska, ndio tulikuwa tuna correspond naye, na bili yetu ambayo tulipeleka ni hii, na namba ya account ambayo walilipa iko hapa 0111 030 30440 ya NBC. They transferred the money 163 million. Wanasema wanatudai 26. Hata kama wangekataa madai yetu ya 189, wangekata kwenye 163. Na story ingekuwa tofauti. Naomba kuwasilisha. Subscribe MCL Digital.